wa barakatuh. Ndio, labda ungeweza kwanza kujitambulisha raia waweze kufahamu. Ndio, mimi kwa majina naitwa Abdalla wa Malanga Sofer, kutoka ndani ya mji wa Tanganyika, mu province ya Tanganyika. Ndio. Raia ungependa kwanza kufahamu, umetoka kwenye mkoa wa Tanganyika, wewe ni kiongozi wa kikundi gani? Mimi ni msemaji wa kikundi cha deuxième region ya Tanganyika ya Wazalendo. Ndio. Nimemsindikiza kiongozi wetu kikuu Komanda Region Mayaya Malumbi Edouard kwa kwenda kuhudhuria kikosi aliyotanguliza mbele kunako shamba la vita. Na yeye amebeba ingine gundi amepeleka. Ndio. Kwa sasa hivi huko katika mji wa Baraka, mkoa wa Kivu ya Kusini, raia waelewe nini zaidi uwepo wako hapa? Tunaomba raia wote wakuwe na matumaini ya kusema kama tumeenda fukuza mwizi mwenye kupenda kuiba udongo usio Mungu akumupa. Ndio shaba ya kutupitisha, na tunaomba raia ikuwe na matumaini na itupatie nguvu. Haitatupatia nguvu kwa majani ama kwa nini, mimi itatupatia nguvu kwa maombi. Mapaster ikeshe kwa kutuombea ili bale bezi bakimbie kwa harufu bila kupigwa risasi. Ndio, kwa sasa hivi labda raia wanajiuliza vikosi ambavyo uko navyo, raia wanasema kwamba ni vidogo, kweli vitatosheleza kwa kuweza kumfukuza adui? Vikosi ni vingi. Sisi hivi tuko hapa, unaweza kuona ni batu 10. Mayani ni kikosi, miti ni vikosi, na kazi itafanyika kule, itafanyika kwa nguvu ya miti na mayani. Bafu bote batalamuka na batabapiga. Lakini inasemekana kwamba adui anakuwa na silaha nzito, na nyinyi silaha hizo mnakuwa nazo upande wenu au namna gani? Ile silaha njoo zetu banatuletea kwa kuya kutuachia, na tutaibeba kwa sauti. Uwe na ile matumaini kusema ile silaha nzito ile haitalia kwa nguvu ya nchi, haitalia. Tunaenda kuichugua. Sisi tuko na silaha ndogo na tuko na silaha ya ukimya na tuko na mpanga na kisu. Tutabeba ile silaha ya kabambi. Lakini ukiangalia kwamba vikosi vingi tayari vimeshajielekeza huko katika maeneo kama Nyola kwenda kupambana na adui, lakini mpaka sasa hivi raia wanajiuliza vita bado havijaanza. Na ninyi mtakwenda kuingia katika mkondo huo au namna gani? Vita ina lengo ya programu. Haiwezi piganiwa tu wakati unaona kigundi njoo kipigane. Wenda kuna Roho Mtakatifu bado kushuka. Unajua mnaweza kuingia katika kanisa mko wengi, na kama Roho Mtakatifu hayashuka hautasikia huyu kuzoza au huyu kusema au huyu kufanya hivi. Tuko nachunga Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu wakati itamshukia Amuri William ya kutumba sherji tu ataamurisha sasa, basi Roho Mtakatifu ishashuka, mfanye kazi na kazi itafanyika. Labda raia ungependa kufahamu kwanza hapa ukweli jinsi ulivyo kwa kutoka kwenu katika mkoa wa Tanganyika, maeneo yale, na kuja kwenye mkoa huu wa Kivu ya Kusini ambako wanapatikana adui, ni kupitia kauli ya Rais Felix Tshisekedi au ni kupitia muungano wenu wa SNPCC? Ndio, kuna kauli ya rais, ila sisi hatuna direct na rais. Tuko na msimamizi wetu wa kizalendo anayetusimamia Amuri William ya kutumba. Wakati anaposema nina lazima ya majeshi ikuye, lazima imukute pale anaposema, na ndio maana majeshi inatoka, tunamfuata huko, twende tujue kuna maelekezi gani ya kwenda kufukuza ule mwizi. Hivi uwepo wako kwa jinsi mnavyokwenda pale katika maeneo ya shamba la vita, kufika kwenu na ndipo ambako mashambulizi yataanza au namna gani? Hatutakupatia ile programu kwa sababu watu bashielewe. Ndio. Sasa tunataka kupatia programu ya kusema kufika tu na vita inaanza. Unajua hii ni vita ya kisiasa. Direct batajua sema bali sema ni siku fulani. Ile hatujue saa wala siku, kama vile Isabuni Mariamu aliposema kusema siku ile haijulikanake. Na ndio na sisi tunakuambia siku hiyo ya kile kivumbi na jasho akitajua mtu. Kwa sasa hivi jeshi la taifa FRDC linaonekana kwenda na hacha vijiji vingi kumwachia adui. Upande wenu kama vile wazalendo, wazaliwa wa udongo huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lile swala kamanda unalipokea upande wako kwanza namna gani? Sisi tunajua jeshi la serikali ndio jeshi halali la Kongo, na sisi ni watoto wa nchi, ingawa kama wao wanaacha migini na kukimbia.
Sisi tunaangalia hatuweze kuwa chini ya utawala ya watu wenye Mungu akutupatia nabo. Yaani Mungu alifanya mipaka ya nchi na sisi tunaenda tugarantire mipaka yetu. Kama Boba FARDC banaenda, baende, lakini sisi tutafia udongo wetu. Makamanda wengi wanasemekana kwamba wanakuwa wanaachilia nafasi kwa adui kwa kupewa pesa. Upande wenu pesa hizo mtazitambuka namna gani? Sisi tunatumika miaka mingi, atusaidiwe msaada wowote wa pesa. Sisi tunaishi kwa biama ndani ya pori, tunaishi kwa bimbeku ndani ya pori, baka tupatia hiyo pesa tutashituka.